Hivyo usikae mbali, sasa hivi tunapata kitambulisho. Jifunze sheria, fahamu haki na wajibu wako kisheria. Hapa Staarabika na Christine Kambua. Alright, msikilizaji, sasa hivi right now as we talk tuko na wakili ndani ya studio. Nataka tuambie, nimeona jina lake anaitwa kama babangu mzazi. Kwa hivyo wakili, karibu sana. Asante sana. Kwa mtu ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, wakili Joel Oluoch ni nani na anafanya kitu gani? Mimi ni kwanza kabisa asante sana kwa kunialika hapa. Ndio. Na nimeshukuru sana. Yes. Mimi ni a frequent guest huku. Mimi naitwa Joel Oluoch. Okay. Mimi ni wakili. Mostly a constitutional lawyer. Nimefanya utafiti ya kidemokrasia na nimekuwa mmoja wao wenye wamejaribu kusaidia kuandika constitution ya South Sudan. Okay. Sasa hiyo ni achievement zangu yenye nimekuwa nayo. Na nimekuwa katika kipaumbele kutetea haki za binadamu katika nchi yetu. Ndio. Nilikuwa katika kesi ya Albert Ojwang yenye ilidhihirika kuwa alijipiga. Askari walikuwa wanasema alijipiga kichwa wake kwa mpaka ika na hayo yalikuwa tu uongo. Na mengi na mengine. Sasa leo tumekuja kuangalia, nimesikia uliza kuhusu the constitutionality ya kuenda maandamano. Ndio. In as much as inakaa kitu iko so much of a hype na kitu illegal, depending venye watu polisi wanaihandle, ni muhimu tujue hizi ni zile vitu zimewekwa katika constitution yetu. Na haiko tu katika constitution pekee, kuna sheria, vipenge vingi vya sheria yenye zinahakikisha kila binadamu kila binadamu mwenye ako involved katika hizo engagements amekuwa protected na ako na rights zake. Afai kushikwa ovyo ovyo, afai kupigwa na polisi. Kwa kuwa article 37 ya constitution yetu inakupea hiyo jukumu ya kuenda participate in this protest na kupetition, na inakupea tu caution moja, uifanye na uifanye kwa amani. Okay. Sasa hiyo ndio mara mingi inakuanga changamoto, kwa kuwa unaona watu wanaenda kuandamana, lakini vijana moja mbili hapa na pale wanakuja wanaharibu hizi maandamano kwa political expedience yao. Unaona wanatumwa, wengine wanatumwa na wanasiasa, wengine hata wanatumwa na serikali. The worst part of it, kukuja kwa hizi maandamano, kukuja kuharibu. Juzi tumeona Kenya ilikuwa nafanyika Kisumu, wana vijana wamebeba arrows and bows and wako hapo kwa streets na panga, they're sharpening their pangas on the roads. Na hayo maneno hayafai kuwa katika the type of democracy we have in this century. We are in a modern democracy. Na kuna maneno yengine tulikuwa nayo, tuliona kitambo huko 2007 and before, yenye hafai kurudilia katika nchi yetu sahi. Sasa kipenge kuu ni kuwa maandamano yanaruhusiwa na sheria zetu, na si sheria zetu pekee, hata international laws. Juu unajua in a democratic world, democracy is a universal rule that applies to not only Kenya, Uganda or Tanzania. It applies to almost everywhere in the world. It's embraced by almost 100+ nations. Okay. Na sasa ni muhimu kujua, ukienda maandamano kuna ile charter, there's the African Charter on Human Rights. I think article 21 inatupea hiyo, inatuelezea tuko na rights za kuenda maandamano na kupetition na kushow our disinterest in bad governance. Tukikuwa tunaona hii serikali haitupei yale tunayohitaji kama wananchi, tuko na hiyo jukumu ya kutoa na demonstrations, they shape democracy. Tukitoka nje tuende tuongelelee maneno haya,
serikali itakaisikie. Tukikumbuka 2024 tukiwa na finance bill demonstrations, rais alikataa na wana parliamentarians pia wakakataa kabisa kugeuza yale maneno, lakini wananchi wakasema kama mmekataa, sisi pia tutakataa. Na sasa tutaona nani atarudi nyuma, na utaona some of the punitive laws yenye waliweka hapo, mingi hao walitoa. So it's these demonstrations that shape our democracy and they define a future yenye tunafaa tukue nayo kama wananchi. Na maandamano yanahitaji kibali cha polisi ama ni kutoa taarifa tu? Na inakuanga very simple. Public Order Act Cap 56, I think it's article section 5. Wanaambia kama wewe unataka kufanya maandamano, tuseme kesho, jukumu lako na kazi yako kama one of the people wenye atakuwa engaged kwa hizi maandamano ni kwenda ku-notify. Unatoa tu taarifa kwa the sub county commander ama the officer commanding the OCPDs. Unaenda hapo unawaambia, ama there's a specific notice on how to write it. Unaandika, unawapelekea, mimi kesho nitaandamana katika CBT kuanzia Kenyatta Avenue hadi Moi Avenue ama ni Nairobi mzima. Mimi na kusihi ukue hapo, unipe security that is needed, na uniprotect ili nisiumie. Kwa kuwa hiyo ni jukumu lake. Unajua they are public servants, na wako hapo, salary yao ni pesa inatoka kwa tax yangu kama mwananchi. Sasa kama mimi niko na plight yenye naona inaendelea vibaya nchini mwetu, ni jukumu langu kwenda hapo nje ku voice my opinion, kusema hapa na hapa na hapa haifai kuwa hivi, na nahitaji polisi kukuwa hapo kunipea security na kuni guide, kuniambia usiende hapa, ni mbaya, hii barabara haijatengenezwa, tunafaa tukue tunaandamana kwa barabara safi. Hiyo ndio kazi yao pekee. And I was actually heading there. Hebu niulize, polisi akona mamlaka gani wakati wa maandamano? The authority of the police, ya kwanza ni security. Inafaa ni jukumu lake ku make sure that all the people who are demonstrating are safe and they provide for their public safety. That's number one. They should stop infiltrators from undermining the authority of these demos, because mostly it is these infiltrators who come in na wanakuja kuharibu hizi maandamano, hadi agenda ya maandamano ya demonstrations zinakuwa affected. Lakini pia article 24 ya constitution yetu inatoa caveat yenye ina limit some of these rights. Wakiona sasa inafika mahali yenye demonstrators wanakuja sasa kuharibu mali ya watu, kuibia watu, kupiga watu. Sasa article 24 of Kenyan constitution inatoa caveat, inasema at this point some of these rights are limited, but not exclusively. Kwa kuwa hapo ndio sasa polisi anafaa kuje angalie ni nani amevunja hapa, amefanya hii na amefanya hii, na ashikwe, na apelekwe ndani, and a proper investigation is done, and then a proper judicial process follows. Lakini hiyo imekuwa overtaken na mapolisi wetu, kwa kuwa mostly wanakuja a very peaceful protest. Kwa kuwa mimi nimeenda mingi zao, unajua mimi ni Gen Z. Sasa lazima tukue kwa streets mara mingi tukiagitate kwa rights zetu. Sasa nimeenda mingi kabisa. Lakini mara mingi ndi hao mapolisi ndio wanakuja, wanaona watu wanatembea wakichant maneno, must go, fanya hivi, afu wanaangusha tear gas. Leave alone at story ya polisi kuangusha tear gas. Tumeona in so many demonstrations, wakati ambapo unaona labda watu wanaandamana tu, and then the so called goons wanakuja wanavamia na mapolisi wako hapo. Can you say as a Kenyan, kama wakili, kumekuwa na haki ambayo labda maafisa wetu wa kulinda usalama wamekuwa wakifanya wakati wa maandamano? Well, hiyo ni selective.
kuna unajua pia uwezi you cannot publicize a sin kwa kuwa mimi wakili nimefanya makosa sasa mawakili wote wamefanya makosa. Unaona, hapana. They are just crops of policemen who are very corrupt, who are very indigent, and they do not care about the public plight. Yenye unakuja unapata saa zingine wamekuwa wamejificha tu, wamekaa mahali na umeona sasa when the crowds now start piling up, peaceful crowds, just maybe chanting. If you remember the crowds before the June 2020, the June 25th of 2024, the first maandamano ilikuwa June 18th. Na hiyo maandamano ilikuwa very peaceful. Ilikuwa unaona vijana wa Gen Z wameamka hapo, na wasichana wanapiga TikTok. Wengine wakidance, wakitoa content, just how they show their disgust towards some of these government engagements. Lakini after hiyo hata wazazi walikuwa wanasema kwani hao watoto wametoka wapi? Hawajui maandamano ni watu ile wanaenda na mbio na nini, lakini hao wanakuja tu, hata wako wanaelewa ni nini inaendelea. Hao walikuwa wanaenda tu streets kupiga hata ngoma, kuweka ngoma, kupiga muziki, kudance, kutoa TikTok, kutoa content. Lakini venye waliona sasa, wanaona these people are creating a bigger public outcry. Sasa wakaanza kutupa tear gas. The state wakaanza kutupa tear gas, wakaanza kutumia ile maji kuwasketa. Na unashangaa sasa, these people, whatever they are doing is confined in our constitution. These people, the only thing yenye tunafaa tuwape ni security na kuwasikiza hawa wanasema nini. Hii maneno ya wanasema, does it make sense? Are these punitive laws they're talking about, are they things that should be removed from this bill? That is, hiyo ndo sababu hii demonstrations tumekuwa na ile inaitwaje, tumekuwa na ile culture ya the only way to address demonstrations is to throw bullets, whether live or zile zingine, ama kutupa tear gas na ishe hivyo, na haifai kuwa hivyo. Hao watu, ukiona watu wengi wametoka nje, usidhani ni wenda wazimu. Na people just don't leave whatever they do for just the sake of making noise for the sake of it. They see something which is wrong, then they address you through proper channels. Unaona watu wanakuja kwa radio, wengine wanatuma the public letters to those in authority, kukuja kusema hapa na hapa sio mzuri, na tuna wahitaji mrekebishe hapa na hapa na hapa. Lakini sasa wasipoelewa, wasiposikia, tunajua sasa tunaenda next level, kwa kuwa sheria inanipea ruhusa ya sasa kuenda kujionyesha, kupiga kelele mahali, kuambia hapa na hapa ni mbaya. Nilijaribu kueleza juzi, nimekuandikia barua, lakini haukunijibu, uliniassume. Sasa hizi ziko protected, zimeruhusiwa kufanyika. Wakati ambapo watu wanaandamana, tumeshuhudia watu wengi wakiweza kukamatwa na maafisa wa polisi, wengine wanapotea siku kadhaa, wanatafutwa labda kwenye seli ama vituo vya polisi ambavyo viko karibu, hawapatikani. And then baadaye mtu anatokezea, labda ameumizwa, mtu hayuko sawa. Muandamanaji akona sheria ama ana sheria zipi, ama anafaa kufuata sheria zipi wakati ambapo amekamatwa? Kwanza leo there's a judgment. There was an application. Kuna mtu akipotea, when we have people who are abducted during this protest, there are petitions that you can file in the High Court called habeas corpus. So habeas corpus ni petition yenye inaitwa, you have to deliver that individual through the court of law, to the judge, whether dead or alive. Sasa unapewa hiyo jukumu, kama the state is given orders to deliver whoever was arrested, whoever is in their possession, or whoever was abducted to the court of law, whether dead or alive. Kama leo kuna petition kama hiyo, kuna vijana walishikwa, I think
hiyo maandamano iliisha yenye wajapatikana hadi wa leo na sasa kuna hiyo habeas corpus application. Judgments are, the only thing is to deliver those people to the courts, dead or alive. People who are engaged in these protests, their rights may not be absolute, but their rights should be protected as per the unajua our laws are very span. They even give rights to those who are arrested and even those who are arraigned and even sentenced. Everyone has a right. Haufai kukuwa abducted, kuwekwa katika a dark room for some time bila kukuwa attended to at any given time. Because our laws, we are in an age that we have surpassed that. Our democratic structures zimepita huo wakati yenye tulikuwa na Nyayo torture chambers. Kuna wakati tukiwa huko South Sudan kuna hao wanaita the blue room yenye ukienda huko urudi huko, tumepita. Hao watu wameshikwa kwa maandamano wako na jukumu ya kupelekwa kotini. Wakishapelekwa kotini, investigations lazima inaanza na investigations. Ukishikwa unapelekwa police cells, kwa seli. After hapo kuna process ya kufanya investigations. The police bodies are given that authority to do investigations, proper investigations, and then take a file to the ODPP, the Director of Public Prosecution, and then that's at that point they will now appoint their legal team to now go and prosecute on their behalf. Lakini hapo kwa ODPP bado ako na ile authority ya kuja kusema hapa hakuna kesi na drop hii kesi au achiliwe. Okay.